Unajua mimi nimekuja kugundua kwamba pamoja na kwamba waamuzi watu sometimes wanasema makosa ya kibinadamu, lakini wanatizamwa zaidi na CAF kwenye kufanya maamuzi yao. Sasa unapoonekana pengine labda kuna viashiria fulani, wanaona hata kama ukienda kusimamia michuano ukapewa chochote kitu, uko tayari kuharibu. Unajua waamuzi wetu wamechelewa kujijengea profile kubwa barani Afrika. Ndio maana tunawaona hawapo kwa wingi kwenye baadhi ya matukio makubwa barani Afrika. Ni kwa sababu unajua profile inajengwa na kwanza na ubora ambao unakuwa unasimama nao uwanjani. Hakuna mwamuzi ambaye leo yuko kwa ajili ya kuharibu kazi yake. Hakuna mwamuzi asiyependa kuwa na profile kubwa. Ila nahisi wa kwetu wamechelewa zaidi kwenye kujijengea profile na maamuzi ambao wamekuwa nayo uwanjani. Yaani doubt ambazo si tu huwa tunaziamini kwamba zipo kwa waamuzi wetu, ama tunakuwa yani kuna vitu ambavyo tunakuwa tunavifanya na waamuzi wanavifanya na vinakuwa watu wanavizungumza na maamuzi ambayo wamekuwa nayo, lakini waamuzi ambao tumekuwa tukikutana nao ambao wamepata hizi nafasi ya kwenda kwenye michuano mikubwa kwenda kushiriki pengine na yani wamepata hizo nafasi za kusimama kama official, hasa hao ndio mwanzo wao kuanza kujenga profile yao. Yani wakiwa na profile kubwa, mimi naamini kuna tournament kubwa barani Afrika tutakuwa tunawaona na tutakuwa tunaona ni kawaida waamuzi wetu kuepo. Ni kama Somalia ni nchi ambayo kiangalia ligi yao haipo kwenye ubora huo, lakini waamuzi wao utawaona kwenye tournament kubwa sana. Yani hao waamuzi utawaona wakiwa wako kwenye tournament labda za CHAN, pitisho kwenye midomo sana na lakini hawana ligi bora. Yes, lakini wana waamuzi bora kwa sababu waamuzi bora. Unajua unapokuja kwenye swala la maamuzi, Tanzania ligi yetu imeendelea, mimi naweza nikasema hivyo, inatizama Afrika na baadhi ya mataifa mengi ukiachana na Afrika Mashariki. Lakini tunapokuja swala la uwepo wa mitandao ya kijamii na malalamiko wakati mwingine yanazidi kuonekana kwenye mitandao, social networks, mimi siamini kama watu wafuatilie, na wakati mwingine pia wanapoona taarifa hizi inawezekana wanakaa wanahoji zaidi kwa watu ambao wanawaamini kwamba mwamuzi fulani tumemwona akipata labda changamoto 1 2 3. Unajua kuna wakati unaweza kaona Somalia kama hawapo, lakini wakawa na waamuzi bora na wenye vigezo. Ya Mauritania na ukiangalia Mauritania wenyewe tournament is kubwa barani Afrika, wanaweza wakao of course kama mwamuzi wa juzi ni Mauritania. Yes. Wana waamuzi wengi ambao kwenye michuano mikubwa utawaona. Utawaona na ukiangalia inaweza ikawa leo kusiwepo na watu ambao wanaifuatilia ligi ya Mauritania. Yani wasiwepo kabisa ambao wanaifuatilia pengine na wanajua na ni kipi ambacho kinaendelea na ligi ikoje vipi na msimamo uko vipi. Lakini watu waka Mauritania tumekuwa tukiona waamuzi wao kila siku wanapata nafasi ya kwenda kwenye tournament kubwa. Unakuta mwamuzi anapata nafasi ya kwenda Tokyo, ya kwenda kwenye michuano ya Olympic. Anapata nafasi ya kwenda kwenye hizi michuano ya kombe la dunia. Mwamuzi anapata nafasi ya kwenda kuchezesha CHAN, anapata nafasi ya kwenda kuchezesha AFCON, anapata nafasi ya kwenda kuchezesha CAF Champions League, anapata nafasi ya kwenda kuchezesha Confederation Cup. Ni michuano mikubwa sana ambayo iko chini ya CAF. Maana yake akiwa anaenda kwenye michuano kila siku anaangalia kwamba mimi lazima nikitoka na performance ya maamuzi yangu niwe na asilimia takriban 75. Ni watu waridhike na maamuzi ambayo nimesimama nayo au nimesimamia sheria zile 17. Pengine itakuwa na kujengea profile kubwa, lakini na hizi nafasi ambazo tumekuwa tukiona waamuzi wanaenda nazo na wanapata nafasi ya kwenda kushiriki kwenye hizo tournament, pengine tusubirie muda mchache utakavofika. Mimi naamini waamuzi wetu watakuwa wako kwenye level kubwa sana na watafikia hata huko ambapo tunatamani kuwaona waamuzi wengine wanafika na kwenye ngazi kubwa. Tatizo ni kwamba tu wawe na profile nzuri ambayo inaridhisha. Unajua ukishakuwa na profile nzuri ambayo kila mtu akiwa anaitazama na kuiona kwamba huyu mwamuzi ni bora. Kwani leo Arajigi watu wengi wanamuona kwamba ni mwamuzi bora, ni kwa sababu ni mwamuzi ambaye watu wanaona kwamba ni mwamuzi ambaye kuna maamuzi ambayo huwa anasimama nayo
yanapaswa kwa nayo. Tuna watu kama kina Ramadhan Kayoko, waamuzi ambao ni bora, huwezi kuacha kuwataja. Tuna waamuzi wengine, waamuzi ambao tunawakimbilia kwa zungumza sana. Tunawazungumza kwa sababu tunapata faida ya kuona vitu vyao, na tunawaangalia kwenye makosa ambayo wanafanya. Wanafanya kwenye vilabu gani? Yaani wanafanya kwenye vilabu ambavyo ni pendwa. Pengine kuna upande ambao unaolalamika, sio wale ambao wamepata manufaa ya kuwa kwenye upande wa mwamuzi. Na ndio ubaya, kwa sababu sisi Tanzania tumegawanyika kwenye pande mbili. Ya hiyo ni real, hata uende wapi huwezi kataa. Tumegawanyika kwenye vilabu vya Simba na Yanga. Lakini kwenye hivi vilabu vya Simba na Yanga kuna muda tunashindwa kuheshimu maamuzi ya mwamuzi ambayo ameyatoa uwanjani, sababu yanayatoka kuzingatia zile sheria 17 za mchezo wa mpira miguu, na yanapata faida. Yapati faida ya kwenda kuzireview kwenye, kama sisi tunazireview kwenye simu yetu ama kwenye vitabu vyetu ambavyo tunavyo nyumbani, alafu ndio tunakuja kutolea matamko. Yanapata faida kuzireview hapo. Yaani kwenye kichwa chake na akili yake, and then anatoa maamuzi pale. Yaani kitu ambacho kichukui sekunde 30, ambayo unaona inakuwa na faida na tija kwa upande wa maamuzi ambayo anatoa. Sasa anapokuja kutoa ndivyo sivyo, watu ndio tunapata nafasi sasa ya kuzungumza kwenye video vyetu vya kidigitali.